Nam Rabbi Isra li swadri wa rasir li amri wahlul uqdatan min lisan afqahu qawli ya Rabbi. Mpenzi msikilizaji, niukaribisheni katika kipindi chetu cha kila leo kinachosema Nuru Toka Vitabu, ambacho kinapeperushwa na Macadam Creation TV, na nakukaribisha katika mfululizo wa masomo yetu ambao tunakuja kujifunza siku hii ya leo, tukitakia ziada ya rehema na amani kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Amina. Hapa siku ya leo nakuwa pamoja na ndugu yetu hapa ambaye nitamkaribisha aje kujitambulisha kwa majina. Kwa majina mimi ni ndugu Papi Lusenge. Ndugu Papi Lusenge. Kwa hivi nitawaalika wapenzi wasikilizaji na watazamaji waweze kuchukua kila mmoja wao kalamu na karatasi kwa ajili ya kuandika yale ambayo tunakuja kuyazungumza siku ya leo. Naam, hiyo ni kweli kabisa. Pale ni vizuri zaidi. Naam. Na katika siku hii tunakuja kujibu maswali yote ambayo yanatokamana na Biblia, ambayo huwa yanaulizwa na ndugu zetu wa Islam. Ndugu zetu wa Islam wakiwa wanauliza katika Biblia mahoja mbalimbali ambazo inaonekana kuwa inakuwa ni vigumu sana kuyaelewa. Na nafikiri mwalimu umejipanga vizuri sana. Basi Roho Mungu atatusaidia kujibu kwa maswali haya. Amina. Bwana aweze kukusaidia kabisa. Amina. Na mpenzi mtazamaji, kama vile tulikuja kueleza, leo tutakuja kuchambua maandiko yanayotokana katika Biblia. Kwa maana kwamba tunakuja kuangalia, je, Biblia ni kitabu cha Mwenyezi Mungu? Kwa hivi tunakuja kujibu yale maswali ambayo huwa yanakuwa ya kuleta kizunguzungu fulani hivi katika ulimwengu wa vitabu, nuru toka vitabuni. Na kabla tujaanza kabisa, nitakusihi ndugu mwalimu wetu Papi, naam, uweze kutuanzisha pamoja na ombi. Asante. Naam. Tuombe. Baba mtakatifu, muumba wa mbingu na dunia, tunakushukuru kwa sababu ulikuwa nasi katika siku zilizopita. Tazama, tumefika tena wakati huu kwa ajili ya kugundua nuru toka katika vitabu. Tunakuomba Mungu, tusamehe dhambi zetu na ufungue akili zetu na za wale wanaotutazama na kutusikia, kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Amen. Kwa hivi mpenzi mtazamaji, kama vile nilikuwa nikuelezea vile kwenye kiingilio, leo tunakuja kuendelesha mfululizo wa majibu kwa baadhi ya maswali ambazo huwa zinaulizwa na ndugu zetu wahadhiri. Tukiwa kwenye mikutano ya hadhara vile, kuna maswali ambayo huwa yanaonekana kutokueleweka, hata kwenye mitandao huwa yanaonekana kiukweli zaidi, na maswala haya tunakuja kuyaletea majibu. Swali la kwanza linatokamana na kitabu cha Yeremia 8:8. Kitabu cha Yeremia sura yake ya 8 aya yake ni ya 8. Hii kitabu ama sura hii ni sura ambayo tunakuja kuisoma hapa. Inakuwa ni hoja ambayo ndugu zetu wanachukua sana, wahadhiri wenza wakichukua kwa upande wa Kiislamu. Wanasema kwa mujibu wa aya hii ya Yeremia 8:8, basi Biblia inakuwa sio ya ukweli, kwa maana ya kwamba imewekewa ndani mikono ya binadamu. Wanadamu wameweka mikono ndani, na kwa maana ya kwamba wameweka mikono ndani inakuwa ni ya uongo, na kwa maana hii kitabu hiki sio cha Mwenyezi Mungu. Soma pale wanasema namna gani? Yeremia 8:8 inasema hivi. Inasemaje? Namna gani mnaweza kusema tuko na hekima? Na tuko na sheria ya Yehova? Naam. Kwa maana hakika kalamu ya uongo ya waandishi imetumiwa tu kwa ajili ya uongo. Sikiliza. Kalamu ya uongo ya waandishi imetumiwa tu kwa ajili ya uongo. Kwa ajili ya uongo. Kwa hivi wanaposoma andiko hili, wahadhiri wenzetu huku wanasema, sasa tunaangalia, kwa maana hii Biblia imewekwa ndani kalamu ya uongo ya waandishi wa uongo. Kwa hivi Biblia ni ya uongo, walioandika ni waongo. Kwa hoja hili mwalimu unasemaje? Je, tuamini ya kwamba Biblia ni ya uongo kwa sababu imewekewa ndani mikono kalamu ya waandishi wa uongo? Asante sana. Na hii ni andiko ambayo imetolewa. Asante sana mwalimu. Najua Biblia sio gazeti.
Biblia sio gazeti. Na unaposoma barua, huwezi kusoma barua katikati unaachia pale. Ndio. Ili uelewe vizuri jambo linalotokana na neno ama ujumbe unaotokana katika barua, anza mwanzo na ushuke wapi? Mwisho. Sasa wametuonesha aya kweli kweli inayosema ya kwamba tunasema ya kwamba tuna hekima na tuna sheria ya Mungu. Naam. Sasa wanasema hapa kalamu ya waandishi, unanielewa? Nasema kwa maana kalamu ya maandishi imetumiwa tu kwa ajili ya uongo. Acha nikueleze ya kwamba kwanza sheria ya Mungu haikuandikiwa na mtu. Ni Mungu mwenyewe kaandika nini? Sheria yake. Yaani tunaposoma katika kitabu kia Kutoka, utakutana ya kwamba Biblia yangu na yako inasema Mungu mwenyewe aliandika sheria yake. Na ukasoma katika kitabu kia Yeremia ni 31 pale, watatueleza kwamba Mungu mwenyewe ataandika sheria zake ndani ya mioyo yetu. Yaani bila kwenda mbali ni kusema ya kwamba mtu hakuandika sheria ya Mungu, bali Mungu mwenyewe kaandika sheria yake. Na aliandika wapi? Aliandika kwenye mawe mawili. Pili, ataiandika kwenye mioyo yetu. Kwa hiyo yule ambaye anayesema ya kwamba Biblia imetiwa mikono kwa sababu kalamu ya waandishi ilikuwa ikiandika mambo ya uongo, hakuelewa vizuri. Na hata tukisoma hapa tutakutana ya kwamba Yeremia ni nabii. Na huyu nabii, acha nikueleze ya kwamba alikuwa akitabiri, na mambo ya unabii yafaa kuisoma unapochunguza wewe mwenyewe maandiko. Maandiko yanatuambia ni kuhusu kalamu ya nani? Ya mwandishi. Tusome katika kitabu kia Zaburi sura yake 45, Zaburi 45. Tuangalie kama Zaburi anatuambia kalamu ya mwandishi ni nini. Pale nisome pale mwenyewe kwa sababu lazima tuangalie, je, ni hivyo inaandikwa. Sawa, soma basi. Zaburi 45 moja. Aya yake ya kwanza. Ndio. Hii hapa inasema hivi. 45:1. Moyo wangu umechangamshwa na jambo moja la mzuri. Ndio. Ninasema. Ndio. Wimbo wangu unahusu mfalme. Ndio. Acha ulimi wangu ukue kalamu ya mwandishi mwenye ufundi. Asante. Acha nini? Acha ulimi wangu. Ulimi wangu. Acha ulimi wangu. Ndio. Uwe. Ndio. Kalamu. Ndio. Ya mwandishi mwenye ufundi. Asante sana. Yaani wanapotuzungumzia kalamu ya waandishi, wewe usizani ya kwamba ni ile kalamu ambayo unayoandika nayo na mkono. Sio kalamu ya wino, sio kalamu ya wino. Sawa, pale tunaelewa ni Biblia. Asante. Hiyo ni Biblia kabisa. Usiwaze Biblia inasomeka kama gazeti. Hapana, Biblia haisomeki kama gazeti, ndugu msikilizaji, bali Biblia ni ufunuo ambao Mungu anajifunua kwetu kupitia maandiko yake na kupitia neno lake. Asante sana. Pale nashukuru sana. Naam. Nafikiri pale pia mtazamaji wetu ameweza kuelewa vizuri. Naam. Kumbe tukizungumzia kalamu ambayo inazungumziwa hapa kwenye Biblia sio kalamu kama hii ambayo tunatumia kuandika juu ya makaratasi. Naam. Yaani tukizungumzia pale kalamu tunamaanisha kwa kupitia andiko hili, ndio tunamaanisha ulimi. Ndio. Yaani ulimi wangu uwe kama kalamu ya mwandishi mwenye ufundi. Ndio. Kumbe kwa andiko hili tunamaanisha ulimi. Naam. Pale mimi nimetosheka. Asante. Kuna swali lingine? Mimi bado naendelea kwa maswali. Asante, uliza basi. Kuna baadhi ya wahadhiri. Naam. Ukiangalia kwenye maeneo tofauti hasa kwenye mtandao. Leo tunakuwa kwenye dunia sasa mtandao zaidi. Naam. Wanakuwa na maswali ambayo yanatokana na hoja hili la Wakorintho wa kwanza 13:1-10. Wakorintho wa kwanza soma hiyo. 13. Wakorintho wa kwanza 13:1-10. Naam. Kiufupi andiko hili linazungumza kwa kueleza kwamba yani hoja ambao huwa wahadhiri wanatumia sana. Naam. Wakuwa wanasema kwamba hii inamaanisha kwamba
wale walioandika Biblia, Naam. yani kitabu cha Biblia kile, Naam. inakuwa ni kitabu nusu. Aha. Yani akijaenea. Kuna maneno nusu ambayo yaliandikwa, nusu wengine yalipotea. Aha. Sasa pale unasema sababu ikiwa itakuwa kweli ni nusu ya kwamba kuna maneno ya Mwenyezi Mungu ambayo yalipotea, kitabu hiki itawakiwekea shaka. Asante sana. Ninashukuru sana kwa sababu ya swali hili. Na kama vile nilivyokuambia ndugu yangu, sijui kama wasikilizaji wametambua jina lako? Watakuja kufahamu ya kwamba mimi naitwa Enoch Bitanwa. Asante. Sasa wewe Enoch muulizaji wangu. Naam. Sasa acha nikueleze ya kwamba Biblia, Mungu ametuambia nini katika Biblia? Isaya sura yake ya 55 aya yake ya 8. Isaya 55 aya yake ya 8. Ndiyo, tuangalie kama amesema nini. Kujibu, je, hivi Biblia ni nusu au inakuwa kuaje? Naam. 55 aya yake ni ya 8. Nitasoma pale mimi mwenyewe. Soma basi. Hii inasema hivi. Ndiyo. 55:8 Isaya. Ndiyo. Inasema, kwa maana mawazo yangu sio mawazo yenu. Ndiyo. Na njia zenu sio njia zangu. Ndiyo. Anasema Bwana Mungu. Endelea. Kwa maana ndiyo, kama vile mbingu ziko juu sana kuliko dunia, ndiyo, ni vile nchi zangu ziko juu kuliko ni vile njia zangu ziko juu sana kuliko njia zenu. Ndiyo. Na mawazo yangu ndiyo kuliko mawazo yenu. Sawa. Yani endelea. Inasema kwa maana kama vile mvua na theluji inamwangika kutoka mbinguni, naam, na hairudi kule mpaka ilikoanyeshea dunia na kuifanya ijae kuchipuka, naam, na kupatikana mbegu mpandaji na kupata mkate kwenye kula, naam, ni vile neno langu lenye kutoka katika kinywa changu litakuwa. Naam. Halitarudi kwa bila ya matokeo, lakini hakika litatimiza jambo lolote lenye kunipendeza. Tulia hapo. Naam. Naam, acha nikueleze ndugu yangu. Ni kwamba katika aya hii Mungu anakuwa wazi. Anasema ya kwamba nyinyi msiwaze ya kwamba mafikiri yenu ndiyo mafikiri ya nani? Yangu. Na msizani ya kwamba njia zangu na njia zenu ziko sawa. Hapana. Yaani ametuonyesha kwamba njia zake ziko juu kama vile tunavyoona wingu na dunia. Yaani zaidi ya uelewa wa mwanadamu. Asante. Ni kwamba wale ambao walioandika Biblia walikuwa wanajua ya kwamba hawawezi kujua Mungu kihalisi gisi alivyo, kumetrize akili zake, sura zake na njia zake. Hapana. Walijua ile kwa sababu ni wanadamu, akili zao na nguvu zao zinakuwa na mipaka, lakini Mungu anaonyesha kwamba yeye iko juu sana. Na mimi nimekuja kuelewa jambo fulani hivi. Naam. Ikitokea mwanadamu yeyote ule duniani, naam, anakaribia kusema ya kwamba amemjua Mungu 100%. Naam. Yule sio Mungu. Asante sana. Haya, tukamate kwanza huyu ndugu Muhammadi ambaye alipata ufunuo wa Qur'ani. Tumuulize, je, naye anajua yote ama hajui yote? Tusome katika Qur'ani 143. Kitabu cha Qur'ani. Ndiyo. Sura yake ni ya 4. Naam. 163 na 64. Ndiyo. Suratul Nisa. Ndiyo. 163. Ndiyo. 64 na 164. Ndiyo. Bismillahirrahmanirrahim. Nasema, ndiyo, tumekuletea wahi, tumekuletea ufunuo kama tulivyowapelekea Nuhu, naam, na manabii wengine baada yake, naam, na kama tulivyowapelekea Ibrahim, naam, na Ismaili, naam, na Ishaka, naam, na Yakubu, naam, na kizazi chake, ndiyo, na kama tulivyowapelekea Isa, naam, na Ayubu, naam, na Yunusi, naam, na Harun, naam, na Suleiman, naam, na Daudi, tukampa Zaburi. Hapa kwanza wametuonesha kwamba Muhammad iko nasema
Mungu amemwambia, amemletea ufunuo. Ndiyo. Kama vile alivyoletea wale mitume wengine wanaoonekana kule. Sasa angalia changamoto kubwa 164 sasa nasema. Na tuliwapelekea wahi mitume tuliokuhadithia habari zao. Yaani waliletea Muhammadi ufunuo ambao Mungu aliwapatia wa mitume wa moja. Endelea. Na mitume ambao hatukuhadithia habari zao. Yaani kuna wale ambao Muhammad hajui habari zao. Na Mwenyezi Mungu akamsemeza Musa. Naam. Yaani kuna mambo mengi ambayo pia Muhammad hakufanya namna gani? Hakuambiwa. Sasa kwa nini wamwamini Muhammad ambaye hakuambiwa yote? Yani kuna maneno ambayo pia Muhammad yeye mwenyewe kafichwa. Ndio. Hajaambiwa yote. Ndio. Kumbe ikiwa Muhammad pia kaandika Qur'ani, hajaandika maneno yote. Asante. Kuna maneno pia ambayo yeye mwenyewe hajui. Endelea basi, aya maelezo yake natuambia nini? Maelezo anasema hivi. Tuambie mtafsiri alisema nini? 163. Naam. Yanatajwa baadhi ya majina ya mitume. Naam. 104. Naam. Inaonyesha kuwa kuna chungu ya mitume ambayo hayakutajwa majina yao katika Qur'ani. Naam. Basi zile hadithi zinazotaja idadi ya mitume wakubwa na wadogo si sahihi bali ni dhaifu. Asante. Yaani elewa ya kwamba hii Qur'ani pia Muhammad hakuambiwa yote. Kuko yale ambayo aliambiwa na yale ambayo hakuambiwa. Na hapa wanatuambia kuna hata zile hadisi. Yaani ni Qur'ani imetuambia kuna hadisi ambazo zinazosema kuna wamitume dhaifu na wamitume wasiokuwa dhaifu. Wanasema zile hadisi zote ni namna gani? Ni za uongo. Yaani ni dhaifu. Kwa sababu gani? Kuna wale mitume ambao Muhammad hakufanya nini? Hakuambiwa. Yaani kuna habari kuhusu mitume na manabii wa Mwenyezi Mungu ambao Muhammad hana hata habari kuhusu wao. Naam. Yaani kumbe na Muhammad naye alikuwa na ujumbe wake ulikuwa ni ujumbe ambao hakuambiwa yote. Nikimaanisha kwa lugha sahihi. Naam. Ujumbe wa Muhammad ni ujumbe nusu. Asante. Ni Qur'ani imesema. Hii ni maneno ya Qur'ani imezungumza. Asante. Sasa hapa kwa hivi ikiwa utasema ya kwamba kwenye Biblia hakuna maneno ambayo hayatoshelezi. Kuna pia kwenye Qur'ani tumeangalia imesemeka kwamba pia kwenye Qur'ani Muhammad pia ufunuo kuhusu mitume na manabii pia haijaenea. Naam. Yaani kuna mitume na manabii ambao Muhammad hata hana habari kuhusu wale watu. Naam. Lakini pia ni haki kwenye Biblia, sababu naangalia kwenye Biblia inaandikwa kwamba kuna maneno mengi ambayo Yesu aliyafanya. Na yale maneno ili uje kuyaandika huwezi kupata hata kitabu cha kuweka maneno yale yote. Ndio, ni Yohane 12 aya yake ya 13. Yohana 20:30. Yaani kuna vitu vingi ambavyo Yesu alivifanya hapa duniani. Ndio. Ukisema unaanza andika moja baada nyingine, sijui utapata kitabu cha kuenea ndani. Naam. Ni kama vile dunia nzima. Naam. Hata utapata maeneo ya kuweka. Kwa hivyo jambo hili ni kawaida, inakuwa ni very simple. Naam. Inakuwa nafikiri niseme sio tabu. Naam. Naam. Nafikiri pale mpenzi msikilizaji pia ameshaelewa pale jambo fulani. Naam. Na ikiwa hujaelewa hapa chini kuna kuwa namba ya studio Macadam Creation TV. Unaiangalia pale chini, unaweza ukaandika kwa namba ile, unauliza swali au unaweka hoja, tutaweza kuendelea kujibu kwa vile Mwenyezi Mungu aendelee kutujalia kila laheri. Asante. Lakini pia kuna swali lingine mwalimu. Naam. Swali lingine ambalo linakuwa ni nzito sana. Kama nzito hivi. Naam. Nimeangalia wahadhiri wakizungumza na kusema sasa inaonekanaje Biblia iwe kitabu cha Mungu na bado kwenye Biblia kwenyewe haijaandikwa Biblia kitabu cha Mungu. Na hii ni hoja nzito hii ujue. Kwenye Biblia hapajaandikwa kitabu cha Biblia ni kitabu cha Mungu. Sasa wewe unakita kitabu cha Mwenyezi Mungu. Imekuwaje sasa? Asante. Unajua na kama sijamaliza, ukiangalia kwenye Qur'ani. Naam. Kwenye Qur'ani mahali fulani wanasema kitabu cha Qur'ani cha Mwenyezi Mungu. Lakini kwenye Biblia hawajaandika Biblia kitabu cha Biblia ni kitabu cha Mungu. Pale nipe majibu
pamoja na mtazamaji wangu pale. Asante Bwana Enoch, na kwa wale wasikilizaji wote na watazamaji ambao waliuliza swali lile. Swali lile ni swali nzuri sana, na pia ni swali ambalo linaulizwa na watu ambao hawaelewe. Ni kwamba mtu ambaye atakayeelewa hawezi weza tena uliza ile swali. Kwa maana neno Biblia ayo yenyewe ndio inajibu swali. Unaposema Biblia tayari umejibu kwa swali lile. Aha. Yaani kuuliza swali lile ni kusema mtu haelewe neno Biblia. Yaani ndugu yangu mtazamaji, yaani kusema haelewe neno Biblia unamaanisha haelewe maana ya neno hilo. Ndiyo, haelewe maana ya neno Biblia. Okay. Akiulizwa maana ya neno Biblia hata uliza tena ile swali. Kwa nini? Neno Biblia inatokea kwenye neno la Kigiriki ambayo inaitwa Biblos. Na Biblos maana yake ni mkusanyiko wa vitabu. Yaani nyumba ya vitabu kwa maneno mengine, Mfransa tunasema bibliothèque. Okay. Sijui kama unaweza ingia katika nyumba ya vitabu, kisha nauliza sasa, munipatie kitabu ambacho mnaandikiwamo bibliothèque ama nyumba ya vitabu, utaipata? Hiyo haipo. Yaani ndugu yangu mpenzi, elewa ya kwamba yule ambaye anayeuliza swali hili ni kwamba yeye mwenyewe hajui kwanza maana ya neno Biblia. Gisi nimesema Biblia ni mkusanyiko wa vitabu. Tena vitabu hivi, acha nikueleze ya kwamba katika bibliothèque, yani nyumba ya Biblia ya vitabu, hauwezi kupata vitabu vyote vimeandikwa na mtu mmoja. Yani ni vitabu vimeandikwa na watu wengi. Vinakuwa ni vingi. Vinakuwa kwanza ni vingi, tena vinaandikiwa na waandishi wengi. Tena baadhi ya waandishi hawa ni waandishi ambao ni wa mbalimbali, wana elimu mbalimbali. Hata wengine hawafahamiani wao kwa wao. Tazama, ndio maana ya nini? Ya nyumba ya vitabu. Yaani elewa ya kwamba Biblia ni mkusanyiko wa vitabu. Kumbe tukisema kwa neno lingine, mara fulani tuepuke kwamba kitabu kikujibu sawa sana vile akili zako zinakwambia. Naam. Au kitabu kikujibu sawa sana vile wewe unataka. Naam. Yaani ni makosa. Yaani kitabu kina namna yake ya kujibu kwa swali lako. Ndio. Ni kwamba wewe inakupasa kutafuta kujua Mungu ametaka kukuambia nini. Kwa sababu hii Biblia haiko kazi ya mafikiri ya watu. Yaani haiko kitu ambacho wanaelimu walifanya. Hapana. Ili upate kutafuta kuelewa gisi elimu inasema. Hapana. Bali Biblia ni ufunuo wa Mungu. Yaani imekupasa ujue lugha ya Mungu ili upate kuelewa nini Biblia. Ndio maana kuna mahali fulani nimesoma wanasema kwamba walikuwa wakiandika yanatoka kwa Mungu, wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Ni Petro wa kwanza 1:11. Inasema Petro wa pili, asante. Inatuambia kwamba wale walioandika Biblia waliongozwa na Roho wa Mungu. Sasa wewe kama huongozwi na Roho ya Mungu hautaelewa. Ndio maana acha nikueleze ya kwamba Biblia iliandikwa na watu wengi. Na kama yale yote yaliandikwa ni ili wewe upate kumwamini Yesu. Ndio maana Yohana aliandika. Akatuambia ni pale Yohane, Injili ya Yohane 20:13 nasema ni ili wewe upate kuamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako na upate uzima wa milele. Lakini ukatafuta kusema unapenda Biblia ikujibu gisi akili yako inapenda, utakuwa umedanganyika, kwa sababu si mafikiri ya mtu. Na hii Biblia haikuletwa kwa ajili, haiko initiative. Sijui kama mtu anasema nini. Yani jambo la wanadamu kujitungia hivi. Hapana. Haiko mafikara ya wanadamu. Mipangilio ya binadamu. Naam. Yani ule aliyeuliza apate neno Biblia alidanganyika, kwa sababu walioandika Biblia ni watu 40, na wale watu 40 wengi hawakuonana. Tena katika wakati tofauti. Ni watu ambao walikuwa na elimu mbalimbali. Tena na kwa karne mbalimbali. Ukaangalia utakutana ni zaidi ya miaka 1000 na kitabu kia kwanza kiliandikwa zamani na kia mwisho kilikia kuandika na tofauti ya miaka. Utakutana miaka 1000 na ukiangalia Musa aliandika kitabu cha kwanza na Yohana aliandika kitabu kia mwisho,
utakutana ya kwamba kuna miaka mingi, zaidi ya 1600. Haiko kama Qur'ani ambayo iliandika kwanza, haikuandikwa mwenye alipewa ufunuo huu hakuandika. Muhammad hajaandika Qur'ani. Mwenye aliandika Qur'ani, yani Qur'ani ilikuja kuandikwa miaka takriban 23 na Muhammad ameshafariki. Elewa ya kwamba hatuwezi weza kulinganisha mambo ya Qur'ani na Biblia, kwa sababu Qur'ani ni ufunuo ambao Mungu alimpatia mtu mmoja, tena Biblia ni ufunuo ambao Mungu aliwapatia watu wengi, kila mtu kwa karne yake. Asante sana mwalimu. Pale nafikiri mtazamaji wangu ameshatuelewa vizuri sana. Asante sana. Lakini kuna andiko, niseme hii ni swali la mwisho kabisa ambalo nakuja kuzungumzia kwa leo, kwa siku ya leo. Kuna andiko ambalo huwa baadhi ya wahadhiri hawakubaliani nalo. Wakisema kwamba inakuwa ni fake kabisa. Hamuna jambo lolote mle ndani. Andiko hili la Yohana sura ya 8. Andiko la Yohana sura ya 8 akizungumzia habari za huyo mwanamke. Angalia, sijui unasemaje. Ndio unanikumbusha jambo hili. Yaani wandugu zetu wanasema kuna maandiko fulani ambayo watafsiri mbalimbali wanakuwa Biblia wanakubaliana nayo, na ingine ambao watafsiri wengine hawakubaliane nayo. Kwa mfano hiyo andiko la Yohana sura yake ya 8 aya yake ya kwanza hadi 11, ambao tunapewa habari za mwanamke ambaye alimjia Yesu. Walimletea mwanamke Yesu, wanapenda wamuue kwa sababu alisharata, lakini Yesu habari tunaijua vizuri. Sasa elewa, acha nikueleze ya kwamba walioandika Biblia walikuwa wakiangalia vitabu, sijui nisema texte original, sijui Kiswahili, ile manakala mbalimbali za zamani. Walikuwa wakizichunguza, na wanapoichunguza walikuwa wale walioandika zamani walikuwa wakiandika nakala mbalimbali. Yaani utakutana ya kwamba ile kitabu kia Isaya wamekiandika, kinaweza patikana mahali fulani kwenye Wayahudi walikuwa, kwa sababu walikuwa na masinagogi mbalimbali, na mahali mapo kulikuwa sinagogi walikuwa wakitia vitabu pale. Sasa ilifika kiwango ya kwamba mimi kama vile mchunguzi, yani mtafiti, ninapokutana na nakala fulani, ninaanza kuchunguza, ninaandika yale niliyoyapata. Wewe nao tena tafuta mali fulani, nao utakutana ni ile meme kitabu, lakini mimi nitakutana kwa sababu ya kudumu siku nyingi, kuna maandiko fulani ambayo tayari imezimika, ama nitakutana na nakala ambayo kuna mahali fulani kulifana namna gani kulitoka. Mimi kama vile kile tunachoita uhakika wa elimu, nitasema kwamba kweli mimi ni nakala ambayo niliyotumia nilipata jambo fulani, hii andiko sikuiona. Mwingine atasema mimi niliona munakale nilikuwa nayo. Unaangalia ni kwamba si kwamba maneno haya haikuwa wala hawakubaliani, lakini kwa namna gisi elimu inavyosema, yafaa unasema kile ambacho ulikikuta. Na hata ukakutana hata katika Qur'ani, sasa utakutana ni changamoto. Yaani kabla tuja kamata Qur'ani, hii Biblia, wale waandishi si kwamba wanapingana, lakini wanajazana. Yaani kile ambacho mimi sikupata wewe umekipata, kile ambacho wewe haukupata mimi na wewe mwingine alikipata. Na ile vitabu vyote, ile matafsiri mbalimbali zinatusaidia kujua ukweli uko namna gani kulingana na utafiti. Kwa hiyo sasa tukiangalia Qur'ani, utaangalia changamoto kubwa sana, kwa sababu pale utakutana kuna mambo fulani. Kwanza acha nikutusomee kwanza aya yake ya surati ya 2 aya yake ya 106. Hii inaitwa Suratul Bakara. Naam. Na ukisikiliza kwenye Qur'ani wanasema Bakara maana yake ngombe. Naam, surati ya ngombe. Hii ni sura ya ngombe. Naam. 206. 206. Ndio. Hii inakuja inasema hivi kwa haraka kabisa. Naam. Inasema hivi. Ndio. Aya. Aha. Yaani aya ni andiko. Andiko. Naam. Aya yoyote. Naam. Tunayoifuta. Aha. Au kuisahauliza. Ndio.
tunaleta iliyo bora kuliko hiyo. Maana yani hawa kama sijui ni malaika, kama ni Jibrili, kama ni mwandishi, kama anasema kwamba kuna aya ambayo wanaivuta, wanaleta aya kisha wanaivuta au wanaisaulisha. Yani wanaweza wakavuta andiko ndio alafu wanaleta ingine iliyo bora. Alafu anamalizia hapa anasema naam, au iliyo mfano wake. Sio hii ambayo wamefuta au kusaulisha, lakini wanaleta mfano ambao ni mfano. Asante. Hiyo ni jambo hili kwenye Qur'ani. Sijui mtazamaji wewe ambao unatuangalia pale vizuri, sijui utatetea namna gani andiko hili. Acha tuendelee mbali. Ninapana tu aya moja, na wengi wanasema Biblia inakuwa na matafsiri mbalimbali, unajua nini mtafsiri? Ndugu yangu mpenzi, hata Qur'ani na tafsiri mbalimbali. Na katika Qur'ani hizi acha nikwambie mna makosa pia. Tutaangalia ile hali siku nyingine. Bali hii mem Qur'ani utakutana yule ambaye tafsiri anasema mna makosa, na kama hii tafsiri ina makosa, yule ambaye anayepata makosa huyu ni Al-Farsi. Anatuambia tumuoneshe hiyo makosa. Kwa hiyo hapa tuna tafsiri moja ni ya Qur'ani. Aliyetafsiri hii Qur'ani siye yule aliyetafsiri hii nyingine. Na huyu aliyetafsiri hii Qur'ani siye yule aliyetafsiri na hii ambayo ninayokuwa nayo hapa. Yaani elewa ndugu yangu ya kwamba kuna matafsiri kama vile Biblia ina tafsiri imetafsiriwa na Sheikh Mubarak Ahmadi Ahmadia. Naam. Hii hapa imetafsiriwa na Sheikh Abdullah Saleh Al-Farsi. Ndio. Tofauti na hii pia. Hii nayo itafsiriwa na nani? Hii ni Qur'ani ambayo imetafsiriwa na sijui hii hapa wanaandika imeandaliwa na kitengo cha utafiti wa kielimu katika taasisi ya Darus Salam. Asante. Hawa walio tafsiri hii ni wengine, yani hii ni nani? Ni aliyetafsiri ni Barwani. Huyu ni Barwani. Hawa ni Sheikh Ahmadi na huyu ni Al-Farsi. Na ninapana tu aya moja utaangalia wote. Kuna wale ambao waliongeza na wengine wakapunguza. Sijui tutakamata ya wapi. 355 Qur'ani. Nachagua tafsiri ya Abdullah Saleh Al-Farsi. Asante. Soma hayo. Hii inaitwa Al-Imran. Naam. Suratul Al-Imran 55. Naam. Inasema hivi. Kumbukeni Mwenyezi Mungu aliposema, ndio, ewe Isa, naam, mimi nitakutimizia muda wako wa kuishi. Naam. Hawatakuwa hao maadui, na nitakuleta kwangu. Naam. Na nitakutakasa, na wale waliokufuru hawataweza kukudhuru. Achia hapo. Naam. Kamata sasa huyu ambaye ni Barwani. Tuangalie kama naye atasema ni aya moja moja. Sasa hiyo wewe utasoma mule. Kwanza ni 55, ni 56. Sijui kama aya nyingine moja ilitoka wapi. Hapa tunaenda. Twende tu hivyo tu. Naam, 56. Hii ni Al-Imran 56. Ndio. Ama wale waliokufuru, ndio, nitawaadhibu adhabu kali. Soma 56 babu. Suratul Al-Imran 56. Naam. Hii ni 55, ndio 56. Soma pale mali. Inasema, naam, pindi Mwenyezi Mungu aliposema, naam, ewe Isa, mimi nitakufisha. Unasikia? Huyu anasema mimi nitakufisha. Huyu anasema hawatakuwa hao. Endelea. Tofauti. Na nitakunyanyua kwangu. Naam. Na nitakutakasa. Naam. Na wale waliokufuru. Na nitawaweka wale waliokufuru juu ya wale waliokufuru. Achia hapo kwanza. Sawa. Ya maana nimetoka huyu anasema hawatakuwa hao wanani maadui. Huyu anasema hawatakufisha. Mimi nitakufisha. Sasa ni tofauti ya matafsiri. Je, hii tafsiri huyu aliye tafsiri tumwamini huyu Barwani ama tumwamini Al-Farsi? Si ni Qur'ani moja wazi? Tuangalie huyu naye alisema nini. Sasa huyu yeye hii ni tafsiri ya Sheikh Ahmadi. Ndio. Hii inasema hivi. Naam. Suratul Al-Imran aya yake 56. Naam.
Kumbukeni Allah aliposema, ndiyo, ewe Isa, kwa yakini, ndiyo, mimi ndiye mwenye kukufisha, mimi ndiye mwenye kukufisha na kukuinua kwangu, na nitakutakasa na masingizio ya wale waliokufuru. Huyu anasema nitakutakasa na waliokufuru. Huyu anasema nitakutakasa na masingizio. Hasa wewe ndugu yangu, tutamwamini huyu Ahmadia? Masingizio, sitakufisha, hawatakuua, nitakufisha. Tuamini ya wapi mwa hizi sote? Lakini pale kuna kuwa mpenzi mtazamaji ambaye anaweza akajibu pengine kwa hoja hizi. Utaangalia hapa chini kuna kuwa nambari ya ama ukurasa au kwa kuandikia barua pepe ya Macadam Creation TV. Unaweza ukaandika pale hoja nzima na tutakuwa tayari kumleta hapa mwalimu, na anaweza pia akajibu mahoja yale yote kabisa. Yaani kwa kifupi tuzungumzie kwamba kwa hali ya kuelewa Biblia. Huwezi ukaielewa Biblia usipomwomba Mungu aweze kukuongoza. Hii nimeangalia kwenye kitabu hiki kabisa. Unajua kwa nini nazungumza hivi? Ni kwa andiko ile ambalo umezungumzia la Petro wa pili 1:21. Na kusema kwamba kila andiko limetokamana na nani? Na Mwenyezi Mungu. Kwa kuongozwa na nani? Na Roho Mtakatifu. Ndio. Kwa hivyo ili uelewe Biblia inakubidi uwe na nani? Na Mwenyezi Mungu, au uwe na roho yake. Yaani uweze kuwa na uongozi wa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo ndugu mtazamaji, ni kwa namna hivi tunakuja kukuaga kwa siku hii ya leo. Lakini ukiwa na swali lolote kabisa, angalia hii namba ambayo inakuwa hapa chini. Unaweza ukaandikia pale, unauliza maswali, unagonga hoja lako pia, au unaamua pia kuja kwa pamoja nasi katika kipindi hiki, na tunaweza kujadili sote kwa pamoja. Mwenyezi Mungu akujalie ziada ya rehema na amani, na akujalie wema kabisa. Au unakuwa na jambo la ziada? Mimi sina la ziada isipokuwa tu kuambia wandugu zangu ya kwamba hakuna kitabu ambacho tunaweza kukisoma kinachoweza kutuletea uzima wa milele, kinachotuambia hata kuhusu Mungu kuliko Biblia. Yaani Biblia hii si kitu ambacho kilitokana na akili za watu. Ndio. Biblia hii sio vitabu ambavyo vilivyoandikwa kufuatana na tamaa za watu. Na ndio maana wakati unapotafuta soma Biblia, omba Mungu akupatie roho yake iliyoongoza walioandika hiki, bali ukaleta mawazo yako ya elimu ya kibinadamu, wewe utapotea, kwa sababu Biblia sio gazeti, hapana. Sio gazeti, hapana, bali Biblia ni ufunuo wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Asante sana. Kwa hivi nashukuru sana. Karibu sana kwenye Macadam Creation. Unaweza pia kusubscribe na kushare kwa watu wengine pia, na Mwenyezi Mungu akubariki. Karibu sana mwalimu kwa ajili ya ombi. Asante sana, tuombe. Baba mtakatifu, tunakushukuru sana kwa wakati mzuri huu ambao umetupatia kwa ajili ya kuzungumzia neno lako. Tunachokuomba ni kwamba utusaidie ili neno hili lipate kuwa mwangaza katika njia zetu, lipate kutuelimisha, kutuongoza katika haki, tuwe watu ambao wametengenezwa kwa ajili ya tendo lote lililo jema, kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Amen. Basi tunaanza tena siku nyingine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa malugha mengine, amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe na kwako pia. Asante sana.